Manufaa ndio yapata kwa kweli, namshukuru Mungu, nimejenga nyumba na nyumba yangu niko kwangu kwa kuchukua mikopo kidogo kidogo, na hatimaye nikajenga nyumba yangu na kurudisha kwa uaminifu kabisa. Naitwa Esther Balele, natokea Mwashita SACCOS. Mimi ni mwanachama wa Mwashita. Kwa kweli SACCOS imeninufaisha kwa njia moja au nyingine. Kwanza taaluma yangu ni fundi cherehani. Kwa kweli nimekuwa nikichukua mikopo midogo midogo na imenipa tija. Kwa kweli ni mikopo yenye tija. Kikubwa ni kuwa makini na kutotumia vibaya au nje ya malengo ya ule mkopo. Manufaa ndio yapata kwa kweli, namshukuru Mungu, nimejenga nyumba na nyumba yangu niko kwangu kwa kuchukua mikopo kidogo kidogo, na hatimaye nikajenga nyumba yangu na kurudisha kwa uaminifu kabisa. Kwa majina anaitwa Elerehema Geoffrey Msuya, mkazi wa Dodoma, mfanya biashara lakini pia mwanaushirika. Ninayo furaha sana kuambia kwamba watu waliokosa hapa hii furaha nilionayo mimi wao hawana. Kwa sababu katika kongamano hili kitu kikubwa ambacho nimekigundua ni kwamba watu wengi wanatafuta sehemu za kupata pesa, lakini namna gani ya kuitumia na namna gani ya kuweka mambo yakaenda sawa sawa. Hii ni akiba, hii hapa ni kwa ajili ya matumizi na hii ni kuwekeza. Nimefurahi sana ile formula ambayo ni maarufu sana ulimwenguni ya 50-30-20. Kwamba 50 fanya matumizi yako yale ya muhimu, lakini hii 30 pia uangalie wakati unatumia vile vitu vingine isiwe ni ambavyo vile unavitaka, bali viwe vitu ambavyo ni vya muhimu. Alafu 20 ni ya kusevu, ambako hapa ndio changamoto ya kila mmoja wapo, na mimi changamoto kubwa sana naipata hapa. Lakini kwa elimu ambayo imetoka leo katika kongamano kubwa kabisa ambalo limefanyika hapa UDOM, itanisababisha na mimi sana nianze kuona kwamba hata ile pesa kidogo ninayoipata nisifikiri kwamba haitoshi. Hiyo nijue na save ngapi, nijue mahitaji muhimu ni yapi, ili niweze baadaye kujiandaa pia kwa wakati wa kustaafu. Jambo ambalo limezungumziwa hapa kwamba watu wengi hasa vijana hawajui kwamba kuna siku ya kustaafu. Anasema watoto ndio watakuja kumhudumia. Kumbe unaweza kuanza kuweka kidogo kidogo kwa ajili ya siku zako, kwenye kuweka bondi za serikali, lakini vile vile unaweza kujua namna ya kuwekeza katika real estate na mambo kama hayo, ili baadaye basi usije ukawa mzigo kwa wenzako. Kikubwa ni kwamba ushirika ndio unaweza ukasababisha watu wakamove kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu katika ushirika kule ndani utapata benefit kubwa. Hapa ziko SACCOS ziko nyingi ziko hapa, lakini pia sasa hivi Dodoma tunayo benki kubwa, benki ya ushirika. Ni kwamba elimu ambayo nimeipata hii kwamba mimi nitakapofundisha familia yangu, marafiki na watu ambao ni wachache, nitawaambia umuhimu wa ushirika. Kukaa pamoja kunaleta nguvu. Hata neno la Mungu linasema ni vizuri watu wakae mahali pamoja kwa umoja. Naitwa Loveness Charles Panyika, ni mwanzilishi wa kampuni inaitwa Bongo Spices, lakini pia ni mnufaika wa vyama vya ushirika. Sisi kama wanufaika wa vyama vya ushirika tumekutana hapa leo kwa ajili ya kupata elimu ya fedha, kwa ajili ya kunufaishwa na umuhimu wa fedha, umuhimu wa kuweka akiba na pia umuhimu wa vyama vya ushirika. Lakini pia tumepata faida ya kukutana na watu wengi mbalimbali ambao tunafanya networking na watakuja kutusaidia kwenye kutuungisha katika biashara zetu na sehemu mbalimbali. Nimepata elimu ya fedha kwa ujumla, kwa sababu matumizi ya fedha, jinsi ya kuhifadhi fedha, fedha ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo elimu ambayo tumepata, na natumaini kwamba nikienda kuitumia kwenye maisha ya kawaida na katika biashara, itakuwa ni kitu kikubwa sana kwenye biashara yangu na kwenye maisha kwa ujumla. Kwa kweli utofauti upo, kwa sababu huko mtaani tunapata shida, tunapata changamoto kuhifadhi pesa kwa namna ya ufasaha, lakini katika hali ya kukopa. Lakini ukija kwenye SACCOS unaweza kukopa kwenye hisa zako na akiba unazoweka. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana.